tatizo la ng'ombe mama, tunavuna mahindi mabichi. Tumevuna mwezi wa 5 na wa 6, lakini kanuni za kuvuna mahindi mfumbi ni mwezi wa 7. Umesema tutapata umwagiliaji. Tutamwagilia ng'ombe zinywe maji au tutamwagilia mazao yetu? Hebu mimi najiuliza tupate majibu. Mimi nafika mahala, kuna msemo mmoja babu alisema hivi. Mjukuu wangu kiona panya anacheza na paka, yupo jirani na shimo. Na mimi nina wasiwasi, hao wafugaji wapo karibu na shimo. Kwa nini hawasikii? Wanawashitua, wanadua kidogo. Kama mtu aliyepigwa dogedege. Wakiondoka sikati wameanza, hao wamefika. Tuseme sana saizi ni zama za mifugo, sio binadamu tena. Labda tukulie hivyo. Maana vitabu nimesahau maandiko yanasema kutakuja zama mifugo itakuwa na thamani kuliko ni binadamu. Sasa kula mifugo inatukimbiza sasa. Tusilime. Tutapilima mwezi wa 11, ng'ombe zipo nyuma. Viongozi hawapo kabisa, wametandika shuka, wamelala. Hawana habari. Sasa tunakuomba mkuu wa wilaya. Tunakuomba, tuko chini. Hili swala la ng'ombe tusaidie. Kama mnataka mpaka mtu afe, basi tulieni wilayani. Semeni tumeyachukua tunafanyia kazi. Nimetoka hilo. Tumechukua tunafanyia kazi. Kutoka hilo. Hakuna kiongozi yoyote mwenye uchungu wa wananchi. Mimi naomba nimalizie kwamba narudia la mara mwisho. Naomba ule mpaka ule wa Mbalali na Makete ufanyike haraka sana ili tujue Mbalali wapi na Makete wapi tuweze kudhibiti ng'ombe. Hatujui. Mimi nikaenda kwa mwenyekiti wa kijiji, mimi ni mjumbe wa halmashauri. Mwenyekiti, mbona kero za wananchi huko zimezidi? Au katibu tarafa amekupigia simu? Akasema hapana, akampigia simu. Mtendaji akanyanyua simu, akampigia mkuu wa kituo. Jamani, mbona kimya hapa, wananchi wanakuja wanalalamika sana. Saizi mahindi kama tumemaliza. Saizi wapo kulisha mipunga ya watu. Tunaomba basi mje mtusaidie. Wameweka ni chanzo cha mapato kwa wafugaji wageni. Leo huwa wanachukua ng'ombe kutoka sehemu mbalimbali, wanachukua fedha kwao, lakini mwisho wa siku wao hawana eneo la malisho. Eneo la malisho liko kwetu kwenye wilaya ya Mbarali, kwenye wilaya ya Makete. Kwa hiyo tunapata changamoto sana. Mwaka huu watu wamevuna mazao kama walivyosema, yakiwa mabichi kwa sababu ya ng'ombe walivyo wengi, na ng'ombe ni wengi. Lakini wenzetu wa Mbarali walichukua hatua. Kwa mfano mwezi uliopita mfugaji mmoja kule Matebete aliuawa. Kwa hiyo wamekimbiza ng'ombe wote wamewaleta huko. Tunachokiomba kwako kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya ni kwamba mwaka juzi kilikuja kikosi kazi cha maaskari kutoka Makete. Kilisaidia sana tatizo hili la wafugaji. Na alipokuja OCD tarehe 16 alikuwa tulimwomba kwamba tuletee kikosi kazi chenye silaha ili angalau kuwafukuza hao wafugaji, sababu wanaharibu ardhi, lakini pia wanaharibu miundombinu na wanaharibu pia mazao yetu. Asante. Naomba nikae na vyombo vyangu nifuatilie nini kilichopo, lakini pia nitakaa na mkuu wa wilaya mwenzangu wa Mbarali. Kwa hiyo niwaahidi nitatafuta siku yake pekee nije hapa tufanye jambo moja tu la wakulima na wafugaji. Kwa sababu jambo hili, kwanza niwaambie ndugu zangu, kwenye kutatua changamoto ya wakulima na wafugaji, tutambue kwamba sisi wote ni Watanzania. Hatuna nchi nyingine, nchi ni hii. Tupendane. Nimemwona mtu akisema ni Wasukuma. Hata na wewe ukienda sehemu ukitambulishwa kwa kabila, hakuna huo utambulisho kwenye nchi yetu. Nchi yetu haitambui watu kwa makabila. Sawa jamani? Nchi yetu sisi wote ni wa moja. Na ndio maana Mkristo anamzika Muislamu, Muislamu anamzika Mkristo. Krismasi tunakula wote, kwenye hili tunakula wote. Hapo vipi? Kwa hiyo tukianza kubaguana, ubaguzi wa aina yoyote, baadaye unakuwa vita. Unanielewa? Kwa hiyo tukifika huko tutakuwa tumefikia hatua mbaya. Inawezekana katika wafugaji wameoa watoto wetu sisi wakulima. Uongo? Sasa tusiweke, au wakulima kuna wengine wameoa kule kwa wafugaji. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba jambo hili naomba nilifanyie kazi kuanzia leo. Nikutane na OCD ambaye alikuja huku, tuone. Hamtaki kujichukulia sheria mkononi. Ndio hivyo Sheria mkononi ni kitu kibaya. Kwa hiyo mimi naenda kuangalia namna bora ya kuweza kusababisha wakulima wasivamiwe kwenye maeneo yao, lakini na wafugaji wapate maeneo ya kufugia, kwa
kwa sababu siku hizi ufugaji wa kutembeza ng'ombe haupo. Ufugaji unatakiwa unaandaa maeneo yako ya malisho, unalisha na wanafuga vizuri. Mbona Mvomero wameweza, wameanzisha kampeni inaitwa Tutunzane. Inaitwaje? Tutunzane. Na kule ndo kuna wafugaji wengi na wakulima wakubwa na wameweza. Wafugaji wale wakubwa wamehamia kwenye ufugaji wa kuandaa malisho, hawatembezi ng'ombe. Mimi mwenyewe naweza kujifikiria, hivi kweli nimelima mahindi yangu, naamka asubuhi nakuta ng'ombe wamekula yote. Hapo lazima italeta changamoto, italeta uhasama, italeta uadui. Kwa hiyo jambo hili naomba niwaambie, kwa sababu linadili na maisha ya watu. Kuna uchumi wa watu, kuna watu wameumia, naenda kulifanyia kazi. Na nitarudi hapa kabla ya mwezi mmoja hujaisha. Sawa jamani? Asanteni.